Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sema amen. Amen. Nashukuru sana Mungu wetu ambaye amenifanya kuwepo hapa na katika madhabahu hii ya baraka. Nashukuru sana baba yetu askofu ambaye Mungu amenipa kibali kwake na kuniruhusu kusimama kwenye madhabahu ya mito ya baraka. Mungu abariki sana. Ni neema ya kipekee ambayo Bwana amenipendelea. Nasema Bwana amenipendelea. Amen. Bwana amenipendelea. Nilishajitambulisha vya kutosha. Hizi lakini nimepanda madhabahuni, naweza nikaongea machache, hatimaye taendelea na mambo mengine. Naitwa mchungaji Fidel, natokea Burundi, nampenda Bwana, na mke mmoja, watoto 3 na mjukuu mmoja. Bwana ameniheshimisha, amenipa mjukuu na amenibariki kwa hilo. Hili ni baraka za Mungu hizo. Nimefika hapa kwa sababu ya mpango wa Mungu. Kwa sababu ya malengo ya Mungu na mpango wa Mungu. Maana mpango wa Mungu ni kufanya kile ambacho Mungu anachokitaka. Na mpango wa Mungu ni kutimiza kile ambacho anachosema. Nimekuja hapa kwa ajili ya ujumbe ninao, lakini ujumbe wangu unabeba maombi. Unabeba maombi. Amen. Ujumbe nilionao unabeba maombi. Una mzigo wa maombi. Kuomba pamoja na wewe, kuomba pamoja na East Africa, kuomba kwa ajili ya maisha ya kanisa. Amen. Kwa hiyo pamoja na yote, kuna neno ambalo limebeba msukumo wa maombi. Neno ambalo linasema kumrudia Bwana au kumrudilia Mungu. Lakini leo sitaingia sana katika jambo hilo. Nina neno ambalo tasema au tahubiri, na baada ya hapo tutaingia kwenye mfumo wa maombi. Neno ambalo linasema ubaki kwenye mlango wa mbinguni. Ubaki kwenye mlango wa mbinguni. Hebu naomba uangalie jirani yako. Muangalie usoni pake, umuulize, uko kwenye mlango wa mbinguni? Hebu muulize, wala usimwogope. Ni jirani yako huyo. Muulize, unakaa kwenye mlango wa mbinguni? Sema haleluya. Naamini ya kwamba makusudi ya Mungu kukusanya watu wake ni kwa sababu upo mlango ambao unaotupeleka mbinguni. Hatuwezi tukatarajia kuingia mbinguni pasipokuwa na mlango wa kutuingiza mbinguni. Hatuwezi tukatarajia kukaa pamoja na Yesu kama hakuna mlango wa kutuingiza mbinguni. Amen. Ndio maana Roho Mtakatifu ameona ni vyema leo tuzungumuze neno hili ambalo litakutuonyesha, litatujulisha nini mlango wa kufika mbinguni, na nani mhusika ambaye ndio mlango wa kutufikisha mbinguni. Na nitakwambia kwa maana gani neno hili Roho Mtakatifu amependa liongeleke au lizungumuzwe kwa ajili yako na kwa ajili yangu jioni ya leo. Sema ni jioni ya baraka. Moja kwa moja tunaenda katika kusoma. Utasoma Injili ya Yohana. Tusome Injili ya Yohana sura yake ya 10. Injili ya Yohana sura ya 10 mstari wake wa 7. Hebu kama kuna Biblia inua tuone. Inua Biblia yako tuone kama unayo hapo. Asante sana. Asante sana. Mungu akubariki wewe ambaye unayo Biblia hapa. Sababu wengi tulishazoea Biblia
za kwenye simu. Simu inaweza ikaharibika, inaweza ikapata panji. Kwa hiyo unaweza ukaangalia kusoma Biblia, lakini ukiwa na Biblia mkononi itakusaidia. Amen. Amen. Tunasoma Yohana, Injili ya Yohana sura yake ya 10 mstari wake wa 7. Anasema namna hii: basi Yesu aliwaambia tena, amini amini nawaambieni, mimi ndimi mlango wa kondoo. Nenda mstari wake wa 8. Wote walionitangulia ni wevi na wanyang'anyi, lakini kondoo hawakuwasikia. Endelea. Mimi ndime mlango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Amen. Sema amen. Tunaona Yesu anajitambulisha mwenyewe akisema ya kwamba yeye ni mlango ambao kondoo huingia ndani yake. Moja kwa moja tunakuta kwamba Yesu Kristo ni mlango wa kutufanya sisi kuingia mbinguni. Hakuna mlango mwingine. Biblia inasema ya kwamba hakuna jina jingine lipasalo mwanadamu kuokolewa kwa. Hakuna. Ni jina la Yesu peke yake. Majina mengine yanaweza yakatambuliwa, yanaweza yakaongelewa, yanaweza yakazungumziwa, lakini hayana mamlaka ya kutuingiza mbinguni. Jina la Yesu peke yake. Ndio maana Yesu akaona ni vyema ajitambulishe na aseme ya kwamba yeye ndio mlango, na mtu akiingia kwake yeye ana vitu vine ndani yake. Mtu akiingia kwa Yesu, mtu akimwamini Yesu Kristo, moja kwa moja anapokea mambo mane ambayo yanaishi ndani mwake. Moja kwa moja anarisi mambo manne ambayo yanaishi ndani mwake. Hatumwamini Yesu bure. Tunamwamini Yesu sababu tunajua ya kwamba kuna vitu vine, kuna baraka 4, kuna matokeo 8, kuna misingi 4 ambao tunapokea kutokana na kumwamini Yesu Kristo. Kitu cha kwanza ambacho tunapokea katika kumwamini Yesu Kristo, tunaamini kulisikia sauti yake. Masikio yetu yanafunguliwa, yanafunguka ili kusikia sauti yake. Maandiko yanasema ya kwamba anayemwamini yeye anasikia sauti yake. Kondoo husikia sauti ya mchungaji, na mchungaji huifahamu sauti ya kondoo wake. Anasema peke yake waliomtangulia walikuwa wevi na wanyang'anyi, lakini yeye alipokuja anajitambulisha kama mlango. Kwa hiyo ukiingia kwenye mlango unasikia sauti yake. Amen. Na kitu cha pili ambacho unakipokea baada ya kuingia kwenye mlango wa Kristo, maandiko yanasema kwamba una mamlaka ya kuingia na kutoka. Haleluya. Una mamlaka ya kuingia na kutoka. Una uwezo wa kuingia na kutoka. Unapoingia nyumbani mwa Baba, una uhuru wa aina yoyote. Haufungwi tena. Haufungwi tena na mamlaka ya dhambi. Haufungwi tena na nguvu za dhambi. Una uhuru wa kuingia na kutoka, sababu nguvu zenye mamlaka ya kushinda zinakaa ndani mwako. Hicho ni kitu cha pili ambacho Bwana anakupa kama zawadi wakati unapoingia kwenye mlango wa mbinguni. Kitu cha tatu ambacho Bwana anaonyesha kabisa, anasema ya kwamba utaokoka. Utaokoka unapomwamini Yesu Kristo. Unapoingia kwenye mlango wake lazima upokee nini? Wokovu.
Maisha yako ya zamani lazima yabadilike. Utu wako wa kale lazima ubadilike, ukaishi maisha mapya, maisha ya wokovu, maisha ya kumwamini Kristo, maisha ya baraka, maisha ya matumaini. Unajua kuna watu wengine ambao wanaishi bila matumaini sababu wamemkosa Yesu, wamekosa wokovu. Mtu ambaye anakosa wokovu ndani mwake anaishi maisha ya wasiwasi, anaishi maisha ya mashaka. Lakini mtu ambaye anamwamini Yesu Kristo hawezi kuishi maisha ya mashaka sababu ameokolewa tayari, anaishi ndani ya wokovu. Amen. Na kitu cha 4 anasema ya kwamba utapata malisho. Utapata malisho. Nafurahi sana sababu hapa kuna neno la msingi nasema ni mwaka wa kufurahishwa. Utafurahishwa ukiingia ndani ya mlango wa mbinguni. Ukiingia ukimwamini Yesu Kristo lazima upokee baraka za mwili na za rohoni. Lazima Mungu akufurahishe. Ndani ya Yesu kuna furaha. Ndani ya Yesu kuna kuinuliwa. Ndani ya Yesu kuna matumaini ya juu, yenye viwango vya juu. Ndani ya Yesu kuna kupokea na kupokea na kupokea. Walio mji na Yesu wanalia, wanahangaika, wanataabika. Lakini walio ndani ya Yesu wana raha tupu. Neno hili linanifurahisha sana sababu linanikumbusha siku moja malaika wa Bwana alinitokea. Aliponitokea kuna maneno ambayo alioniambia, kuna maneno ambayo alionizungumzia. Akaniita kwa jina langu, akasema, Fidel, nataka nikwambia ya maneno ili waambie watu wangu wanaoniita, wanaonitafuta, wanaonijali, wanaomimina mioyo yao mbele zangu. Uwaambie ya kwamba wapaki kwenye mlango wa mbinguni. Wapaki kwenye mlango wa mbinguni. Akasema kwenye mlango wa mbinguni malazi ni mengi. Hakuna atakayeweza kuja mbele ya mlango akose sehemu ya kukaa na akose kupokea majibu ya mahitaji yake. Lazima apokee. Wakati aliponiambia ya maneno, unaweza ukaona kama historia ya fulani. Aliniita, malaika akaniita kabisa, akaniambia tazama juu. Nikainua macho yangu, nikatazama juu, nikaona malaika iko juu yangu. Alafu nikiwa natembea, naye anatembea hapo hewani, tukiwa tunatembea sote pamoja. Nikitembea na kanyaga chini, yeye anakanyaga, utafikira na kanyaga juu ya kichwa changu. Akaniambia, mbona watu wangu wanataabika wakati wananililia, wakati wananiomba, wakati wanatamani nifanye jambo kwao? Lakini mbinguni tunapochunguza, wakati tunapokuja kutoa majibu kwa ajili yao, ya wale wanaonitafuta, wanaoniita, nakuta kwenye mlango hakuna hata mtu mmoja. Jambo hilo limenishtua sana. Nikamuuliza, kwa nini ukose mtu mmoja wakati tunakuita? Na mimi nikajiweka ndani wakati tunakuita. Akasema, hapana, watu hawaniangalii sana. Watu wanaangalia shughuli zao. Wakati wanapokuja mbele ya mlango ili kuhitaji majibu, hawakawi. Kila jambo ambalo linalotukia katika maisha yao ni mawazo ya kimaisha. Wanawaza mambo mengine kuliko kuniwaza mimi Mungu. Na hata kama wanaomba kwa uchache, wakisema kwamba tumemaliza. Sikiliza nikwambie ndugu yangu, Mungu wa mbinguni anafanya jambo kwa wakati wake, wala si kwa wakati wako. Anafanya jambo, anajibu kwa wakati wako, hapana kwa wakati wake. Utakapowaza ya kwamba
Hapo ndipo namaliza. Yeye pale unapomalizia ndo kwenye anafanya nini? Anaanza. Pale ulipoishia ndo anaanza. Mwisho wako ndo mwanzo wa Mungu. Ndio maana anasema kwamba mawazo yako sio mawazo yangu, na wala njia zangu si njia zako. Akaniambia, sema na watu wangu, maana nimewapenda na nataka niwatendee kila mmoja na haja ya moyo wake. Lakini watulie, wabaki mbele ya mlango. Akaniambia, tazama mbele. Nikatazama mbele, nikaona vitanda, nikaona nyumba imejengwa, alafu imewekwa sehemu, na mbele kuna mlango, alafu mbele ya mlango kunajaa vitanda. Kunajaa vitanda ambavyo sikuweza hata kuvihesabu. Vilikuwa vitanda vingi, tena vingi. Akaniambia, umeona nini? Nikasema, naona vitanda vingi. Akasema, ndio. Mlango mpana. Imagine, mlango mpana, mwembamba, ndogo. Unaweza ukajaza vitanda karibu zaidi ya mamilioni. Bwana Yesu atusaidie sana. Maana vitanda vilikuwa vingi. Akaniambia ya kwamba vitanda hivi ni kwa ajili ya watu wangu ambao wanakuja na shida zao, wanakuja kunilia. Lakini wakati tunapokuja kuwajibu, tunakuta hakuna hata mtu mmoja. Waambie wasitoke mbele ya mlango. Wasitoke mbele ya mlango. Na mimi nakuletea habari hii. Najua una shida, una matatizo. Najua una malengo ambayo Mungu anataka kufikisha sehemu kwenye viwango vya juu, kulingana na malengo ulionayo, kulingana na ratiba ulizonazo, kulingana na maono ulionayo, kulingana na vision yako. Lakini Mungu hawezi kufanya wakati hautulie kwenye mlango. Kitu gani ambacho kinachokufanya usibaki kwenye mlango? Ipo sababu. Kama mlango ni Yesu Kristo, na kama amekwisha jitambulisha, ni kusema ya kwamba wakati tunapoamini Kristo na tunapokuja kumuomba yeye ili atutendee, maana anasema kwamba lolote mtakalo liomba Baba kwa jina langu atafanya nini? Atawapa. Kama yeye ndo majibu ya mahitaji yetu, kama yeye ndo majibu ya maisha yetu, kwa nini tusibaki ndani ya Kristo? Kwa nini tusitulie ndani ya Kristo? Anataka tutulie ndani yake. Anataka tukae, tuishi ndani yake, tukae ndani, tutulie ndani yake, ili tutakapoomba awe tayari kufanya. Wakati tunapoondoka, tunapokwenda pembeni, tunapokwenda mbali na yeye, mashaka inabaki kwako, lakini mbingu zina maswali kwa ajili yako. Mashaka inabaki kwako kwa sababu gani? Utasema Mungu asikiagi. Utasema Mungu anisikiagi. Mungu anakusikia. Mungu kuna kusikia na kuna kusikiliza. Mimi nakwambia Mungu anakusikia. Wakati unapokuomba Mungu anakusikia. Mungu anasikia maombi ya mtu mwema na mtu mbaya, lakini anasikiliza maombi ya mtu mwema. Maana kusikiliza ni kufanya angalizo la kutenda, la utendaji. Ni kutaka ni kutekeleza kile ambacho unachokisema ili afanye. Lakini kusikia ni kama vile unavyonisikia hapa na usifanye ninachokisema. Lakini kusikiliza ni kile ambacho unachokisema unatekeleza na kufanya. Mungu anasikia maombi yako na anataka afanye. Amen. Anataka afanye kwa ajili yako. Anataka atende kwa ajili yako. Lakini anachohitaji utulie ndani yake. Ubaki ndani yake.
maisha ya dunia. Dhambi ndio zinakufanya uwe mbali na Yesu. Anasema ya kwamba ni kitu gani ambacho kiwezacho kunitenga na upendo wa Kristo? Je, ni njaa? Ni shida? Tatizo gani? Hakuna. Rudi na utulie, ukae ndani ya Yesu ili atende jambo kwa ajili ya maisha yako. Huko uliko ni pabaya, lakini rudi kwa Yesu, atakuonyesha makuu. Tulia kwenye mlango wa mito ya baraka. Kuna beba nguvu za baraka zako. Mlango wa mito ya baraka inabeba nguvu za baraka yako. Tulia, baki. Amen. Amen. Tulia, baki, ishi ndani ya Yesu Kristo, ili uone kile ambacho anakwenda kukufanyia. Jioni ya leo kuna jambo ambalo Mungu anataka kufanyia. Jioni ya leo kuna jambo ambalo Mungu anataka kufanyia. Lakini jambo la kwanza anachotaka, rudisha moyo wako. Urudishe moyo wako, ukamrudilie Mungu jioni ya leo. Urudishe moyo wako, urudishe akili yako, urudishe fikra zako, urudishe mawazo yako yasiende mbali na Yesu. Mambo mengine yanakawa kufika sababu mawazo yetu na akili zetu ziko mbali sana na Yesu. Lakini rudisha akili yako, rudi kwenye imaya ya Yesu, rudi ukaishi ndani ya Yesu. Rudisha mawazo yako. Amen. Usifanye mahitaji yako kukawia. Wakati mwingine watu wengi husema ya kwamba uenda na mikosi. Haujakuwa mkosi. Mchawi wa maisha yako anaweza kuwa hata wewe mwenyewe. Lakini ukirudi, anasema nitakurudi. Ukinirudi, nitakurudi na wewe. Na ukikubali kurudiwa na Bwana, unajaa nguvu za aina yoyote, na unajaa muujiza wa kila aina. Unajaa baraka za kila aina, na unajaa furaha ya kila aina. Mungu atakujaza. Mungu atakuelimisha. Mungu atakupandisha kwenye viwango vya juu kama unarudi. Kama unarudi. Na kutakia kurudi katika imani ya Yesu. Jioni ya leo na kutakia kurudi kwenye njia ambayo Kristo aliyoikupa ili upate kuipokea na kuitembelea. Ni njia ya uzima. Uzima wa milele. Njia yenye baraka, njia yenye matumaini. Matumaini yetu iko kwa Yesu Kristo. Si kila mtu ambaye unaweza kumwamini ukategemea, unaweza kumtumainia. Anasema katika maandiko, anasema ya kwamba amtumainie mwanadamu na alaaniwe. Anayefanya mwanadamu kuwa kinga. Amen. Ni afadhali ukamtumainie Bwana ambaye kwake kuna majibu ya maisha yako, kuna majibu ya mahitaji yako, kuna majibu ya maswali yako. Je, unamuomba Mungu? Najua ya kwamba unamuomba Mungu. Na najua ya kwamba ukimuomba Mungu unamuomba kabisa mpaka Mungu anasema ndio. Lakini unamuomba kwa namna gani? Unamuomba leo, kesho unaenda wapi? Kesho mawazo yako yanaelekeza wapi? Kesho unakuwa kwenye mambo gani? Kesho unamsahau Mungu? Mungu anataka urudi. Yesu anataka urudi. Urudi. Maisha yako mikononi mwake. Na anakuaminisha ya kwamba hakuna ambacho unachoweza kukikosa ukiwa ndani yake. Hakuna. Akaniambia kwamba nataka uimbe mwimbo huu ili uambie watu wafahamu ya kwamba mimi ni Mungu. Mungu anafundisha naga jameni. Nilipita kwenye somo. Mara nyingi mimi si mzoefu sana wa kuimba, hata kama napenda kuimba, lakini Mungu amenifundisha mwimbo huu. Amen. Akanifundisha akiimba. Yeye mwenyewe malaika anaimba ya kwamba mlangoni mbinguni kwa Baba malazi yamejaa. Mlangoni mbinguni kwa Baba
malazi yamejaa. Akaniambia, popote utakapofika uimbe mwimbo huu, ili watu wangu wajue ya kwamba mimi bado na waona na wajua na waelewa, najua nini nitakachokifanya kwa ajili yao, lakini wafahamu ya kwamba wabaki kwenye mlango wangu, maana na watafuta na wakosa, hata kama wananiomba mimi. Mungu anakutafuta wakati unapomwomba, wakati unapolia machozi. Unalia machozi leo, lakini kesho anapokuja kukujibu anakukosa. Unamimina moyo wako mbele za Bwana leo, lakini kesho atakapokuja kujibu anakukosa. Alafu utasema ya kwamba Mungu hajibu. Mungu anajibu, tena kwa wakati wake. Una ahadi nyingi za Mungu ambazo amekuambia, ambazo amekuahidi, na hizo ahadi lazima zikamilike. Mungu lazima azitimize, hazitapotea hata milele. Anasema ya kwamba neno langu nikiliangusha chini na lifuatilia hata miaka maelfu ipite, lazima litatimia. Usiwe sababu ya kukawiza ahadi yako wewe mwenyewe. Usiwe sababu ya kurudisha ahadi yako wewe mwenyewe. Ndio maana Mungu anasema kwamba pamoja na kumimina mioyo yetu mbele za Bwana, cha kwanza, rudisha mguu wako nyuma, uambatane pamoja na Bwana, ushikamane pamoja na Bwana, ili tuombe mioyo yetu ikiwa sawa, ili tuombe mioyo yetu ikiwa imeshikamana na nguvu za maombi, ili tuombe na tunapoomba na amini ya kwamba lipo jambo ambalo Mungu atakufanyia jioni ya leo, si mbali, jioni ya leo. Ametenda mambo makuu, ametenda mambo makuu, hakuna jambo lisilowezekana. Ametenda mambo makuu, ametenda mambo. Ningependele usimame kwa miguu yako. Ametenda mambo makuu, hakuna jambo lisilowezekana. Ametenda mambo makuu. Yesu ametenda mambo. Bwana ametenda mambo makuu. Oh, hakuna jambo lisilowezekana. Ametenda mambo makuu. Bwana ametenda mambo makuu. Yesu ametenda mambo makuu. Oh, hakuna jambo lisilowezekana. Ametenda mambo makuu. Bwana ametenda mambo makuu. Yesu ametenda mambo makuu. Bwana hakuna jambo lisilowezekana. Yesu ametenda mambo makuu. Baba ametenda mambo makuu. Yesu ametenda mambo makuu. Baba hakuna jambo lisilowezekana. Ametenda mambo makuu. Kweli ametenda mambo makuu. Baba ametenda mambo makuu. Oh, hakuna jambo lisilowezekana. Ametenda mambo makuu. Baba ametenda mambo makuu. Yesu ametenda mambo makuu. Baba hakuna jambo lisilowezekana.
ametenda mambo makuu. Yesu ametenda mambo makuu. Baba ametenda mambo makuu. Baba, hakuna jambo lisilowezekana. Ametenda mambo makuu. Sema ametenda mambo makuu. Bwana ametenda mambo makuu. Baba, hakuna jambo lisilowezekana. Ametenda mambo makuu. Azo mwambie Bwana ya kwamba nataka nirudi kwenye himaya yako. Umwambie Bwana jioni ya leo, nataka nirudi kwenye nafasi yako, nirudi kwenye jina lako, nirudi mahali Bwana uliponiacha. Tazama nimekwisha kuwa mbali na wewe, natamani kurudi. Mwambie Bwana katika maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naamini ya kwamba unatuelewa na unatutambua. Tunatamani ya kwamba turudi pale ambako Bwana ulikotuacha, kwa sababu tumekwisha kuwa mbali. Tumeona ya kwamba tumekuwa mbali, ndio maana hatujibiwi. Ndio maana maombi yetu na mahitaji yetu ni kama vile yamefungwa, ni kama vile yamepanwa. Tunakusihi Yehova, ukubali kuonekana kwa ajili ya kila mmoja wetu aliye mahali hapa. Tunahitaji kuona utukufu wako ambao Bwana umetuandalia, ukiturejesha mahali ambapo umetuacha. Kwa jina la Yesu Kristo, tulishakuwa mbali na wewe, tumekwisha kuwa mbali na wewe, na tunasema jioni ya leo iwe jioni Bwana ya kuturudisha, iwe jioni Bwana ya kukurudi wewe, iwe jioni Bwana ambayo utaifanya kuwa jioni ya maana, jioni ya lazima, jioni ya mafanikio, jioni ya upendeleo, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Yesu, kubali kutuonekania, ukubali kutuumbia muujiza, tukaone mkono wako. Hauwezi ukatenda pamoja na nafsi zetu, pamoja na roho zetu, pamoja na miili yetu, pamoja na maombi yetu. Ikiwa bado tuko mbali, lazima kwanza uturejeshe. Kubali kuturejesha, kubali kutufanya kurudi, kubali kutufanya kurudi. Ututoe kule tulipo, ututoe mbali tulipo. Tunahitaji wema wako, tunahitaji mamlaka yako. Yesu turudishe, Yesu turudishe, Yesu turudishe. Tunakuja kupatana na wewe, tunakuja kujipatanisha na damu yako, ili Bwana Yesu jioni ya leo ipate kutufanya kuwa huru, ituondolee dhambi na makosa, itufanye kuwa huru. Vyovyote ulivyovifanya kwa taifa lako, vyovyote ulivyovifanya kwa ajili ya maisha watu wako, Bwana Yesu tunaomba ufute kabisa, ufute Bwana Yesu. Tunahitaji tujibiwe. Shetani asitufunge, asituweke mbali na wewe, asituweke mbali na utukufu wako, asituweke mbali na neema yako. Lakini jioni ya leo iwe jioni ya mafanikio, ya sisi kurudi katika himaya ambayo Bwana umetuachia. Nasi tunasema ya kwamba tunarudi kwa jina la Yesu, tunarudi kwa jina la Yesu, tunarudi kuanzia sasa, tunarudi kuanzia sasa. Tumekata kamba za ibilisi, tunasema tunarudi kwa jina la Yesu, tunarudi kwa jina la Yesu, tunarudi kwa jina la Yesu. Tunaporudi ndipo Bwana fanya hatua ya kuweza kutuona na kuweza kufanya yaliyo mapenzi yako, na kuweza kufanya yaliyo mapenzi yako. Tusirudi kama tulivyokuja, hapana, nakataa. Tusirudi kama tulivyokuja, sababu tumetambua ya kwamba wewe ni Mungu mwenye mamlaka. Ukubali kutuonekania jioni ya leo Bwana, iwe jioni yetu sisi kujivunia ya kwamba tunaye Bwana wa rehema, tunaye Bwana anayesamehe, tunaye Bwana anayerejesha watu wako. Unasema katika maandiko ya kwamba usidharau kurudiwa na Bwana, usichukie kurudiwa na Bwana. Nasi tunasema jioni ya leo turudiwe na wewe, ili turudi. Wakati tunaporudi katika himaya yako, hakika Bwana tutapokea mengi. Tutaona kile ambacho unatuandalia, tutaona kile ambacho unatuandalia. Vikamba vitafunguliwa, namna nyingi ambazo zilikuwa zimefungwa zitaondolewa, halafu tutaishi kama vile Bwana unavyotaka wewe. Jina lako Bwana likaonekane, jina lako Bwana likatende muujiza, jina lako Bwana likaturejeshe. Maana tulikuwa tushakuwa mbali na mapenzi yako, sasa turejeshe kwenye mapenzi yako. Yesu ahadi, Yesu ahadi.
turejeshe kwenye ahadi, turejeshe kwenye ahadi. Ambia Bwana akurejeshe kwenye ahadi yako. Ambia Bwana akurejeshe kwenye ahadi yako. Maana Mungu amekuumba, msingi wa Mungu kukuumba, alikuumba kwenye misingi ya ahadi. Ambia Bwana akurejeshe kwenye ahadi. Ambia Bwana akurejeshe kwenye ahadi. Ambia Mungu akurejeshe kwenye ahadi. Maana una ahadi ya Mungu ndani yako. Una ahadi ya Mungu ndani yako. Una ahadi ya Mungu ndani yako. Nami natabiri siku ya leo, Bwana akurejeshe kwenye ahadi. Maana amekuumba kwenye misingi ya ahadi. Na ile ahadi ikamilike kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Uishi kwenye ahadi yako. Uishi kwenye ahadi yako. Uishi kwenye ahadi yako. Tangia sahi. Uishi kwenye ahadi yako. Tangia sahi. Uishi kwenye ahadi yako. Tangia sahi. Ishi kwenye ahadi yako. Ishi kwenye ahadi yako. Kwa jina la Yesu Kristo. Ishi kwenye ahadi yako. Ishi kwenye ahadi yako. Na kutangazia kuishi kwenye ahadi yako. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Taifa letu liishi kwenye ahadi. Watoto wetu waishi kwenye ahadi. Familia zetu ziishi kwenye ahadi. East Africa iishi kwenye ahadi. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Natabiri ahadi kwenye familia yako. Natabiri kuishi kwenye ahadi kwenye maisha yako. Natabiri kuishi kwenye ahadi kwenye East Africa. Kwa jina la Yesu Kristo. Oh Yesu. Yesu onekana Bwana. Nahitaji mamlaka yako. Nahitaji mamlaka yako. Nahitaji mamlaka yako. Nahitaji uwezo wako. Nahitaji na nguvu zako. Nahitaji na wema wako. Nahitaji ahadi yako. Ahadi yako ni ya milele. Ahadi yako ni ya milele. Kubali watoto wako turudi kwenye ahadi yako. Yesu, usingetuachilia. Usingeachilia watoto wako. Usingeachilia watoto wako. Umenituma kwa ajili ya kuomba pamoja na watoto wako. Nami naamini ya kwamba katika maombi ya Bwana yatakwenda kufungua vile ambavyo vinavyofungwa kwa jina la Yesu Kristo. Sababu tumekwisha rudi na sababu umekwisha kutuweka kwenye ahadi, basi chochote kilichofungwa kifunguliwe kwa jina la Yesu. Tuone uzuri wa kuita jina lako. Tuone uzuri wa kulitaja jina lako. Tuone uzuri wa kubaki kwenye mlango wa mbinguni. Tuone uzuri wa kubaki kwenye mlango wa Kristo. Tuone uzuri wako tuone. Ya uzuri wako Baba unabeba furaha yetu. Uzuri wako kwetu unabeba furaha. Uzuri wako kwetu Bwana unabeba furaha. Naomba furaha ya mioyo ya watu wako upate kuirejesha Bwana. Rejesha furaha. Rejesha furaha. Rejesha furaha. Rejesha furaha. Rejesha furaha. Rejesha furaha ya mioyo ndani ya watu wako. Kwa sababu ya kukosewa na furaha, wengi tumekuwa mbali na maisha ya kiroho. Wengi tumekuwa mbali ya wokovu. Lakini maombi ya leo yatakwenda kutirejesha na kutufanya kuwa na furaha. Hatuna mashaka. Hatuna mashaka tena. Hatuna mashaka Yehova. Hatuna mashaka tena. Maana Bwana wa milele yuko pamoja nasi na amekwisha kutenda. Yesu kubali kuonekana. Yesu kubali kutukuka. Yesu kubali udhibitishe. Jidhibitishe Bwana wa milele. Mungu wa mapendo. Naomba Yesu utende kazi. Naomba mwanzo huu Bwana uwe mwanzo wa furaha. Uwe mwanzo wa amani. Uwe mwanzo wa mapendo. Uwe mwanzo wa kufurikwa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo. Naamini ya kwamba umekwisha kutenda. Naamini ya kwamba umekwisha kufurika. Naamini ya kwamba umekwisha kuturejesha kwenye ahadi. Naamini ya kwamba umekwisha kurejesha huyo mama. Umekwisha kurejesha huyo baba. Umekwisha kurejesha huyo binti. Umekwisha kurejesha huyo naye. Kwa jina la Yesu. Oh Yesu. Oh Yesu wa Nazareth. Melon pepeseke la Londre pepeseke. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Naongea na mtu mmoja. Nasema na mtu mmoja. Ahadi ya Bwana ni ya milele. Ishi kwako kuanzia sasa. Kwa jina la Yesu na kuendelea. Kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wa milele. Bwana wa dhamani zote. Na kuheshimu Bwana. Nami nasema asante. Sababu naamini ya kwamba umekwisha tenda. Mapenzi yako Bwana yatosha. Na itende kazi kwa ajili ya maisha ya watu wako. Asante Mungu wa huruma. Asante Bwana wa amani. Sababu na kuamini. Nami na kutukuza kwa ajili ya hili. Nikihakiki ya kwamba Bwana umekwisha kutenda. Watu wako na waleta mikononi mwako. Watu wako na wasogeza mbele zako. Najua ya kwamba jioni ya leo Bwana tutakwenda kuanza kufanya kile ambacho ulichokiahidi kwa ajili yao. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina
la Yesu Kristo. Wema wako ukaonekane, mapenzi yako yafanyike. Tunaomba tukiamini kwamba Bwana ametenda, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Piga makofi kwa Bwana. Piga makofi kwa Bwana. Asante sana mtumishi wa Mungu. Yeye ulituma neno na neno waponya katika maangamizo.